katika Kristo Yesu, nataka tuingie tu katika maandiko na tutazame kuhusu kitabu cha uhai, Book of Life. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukienda hapo Danieli 12, Danieli 12, Danieli 12 hebu tusome hapo kutoka 1 hadi hapo 3. Na atiriri ithio niguo Mikaeli agokira owe mutongoria munene uria urugamagirira ciana cia andu anyu na nigu kagia ihinda ria minyamaro mingi itari onwo tayo mbere iyo kuma o hindi ria andu anyu mambiriirie gutuika ruriri rugima o nginya hindi iyo no matuko-ini macio andu anyu ni makahonokio Oria wothe ugakorwo andikitwo ibuku-ini nao andu aingi akuo aria magakorwo makomete rukungu-ini rwa thi ni makariukio amwe mariukire muoyo-ini uria utagathira nao aria angi mariuke nigetha maconorithio na mature mamenekete mindi na mindi nao aria mari oge ni magacangarara ta utheri wa mutamburuko wa matu mairu nao andu aria macokagia andu aria angi njira-ini ya uthingu mature makengete ta njata tene na tene. Nao aria mari oge ni magacangarara ta utheri wa mutamburuko wa matu mairu nao andu aria macokagia andu aria angi njira-ini ya uthingu mature makengete ta njata tene na tene. No we Danieli ndeto iria nyandike ibuku-ini ucihingire ho na ucicinire muhuri o nginya hindi iria ithiriro rigakinya andu aingi makariungaga uu na uu naguo umenyi wongerereke uingihe. Soma kwa Kiswahili brother. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Bwana asifiwe. Danieli anaona vitabu na kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza
kuwapo taifa. Hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Bwana asifiwe. Haleluya. Nazungumzia kuhusu kitabu cha uhai, Book of Life. Bwana asifiwe, ambacho Danieli alikitazama na kakiona pale katika kile kiti cha enzi cha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapoongea kuhusu kitabu cha uhai, kumbukeni dada na ndugu, kila tendo ambalo linatendwa hapa duniani kuna kitabu na kuna vitabu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna kitabu na kuna vitabu. Hapo tutaendelea kuziangalia. Bwana asifiwe. Tujue ati hakuna jambo lolote lile ambalo linatendwa ambalo halitaonekana. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba nani atakayesimama kama jemedari mkuu? Ni Mikaeli. Bwana asifiwe. Mikaeli, ule roho ule mkubwa wa malaika. Bwana asifiwe. Yeye atakuwa jemedari mkuu asimamaye pande ya wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwa taifa. Taabu ambayo itakuwepo zaidi hata kabla mwanzo wa taifa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni jambo ambalo lina masikitiko dada na ndugu tunapolitazama siku hii ya leo. Ukijijua ama ukijiangalia, ukijitazama, wakati sisi wenyewe tunajipiga vifua vyetu. Bwana asifiwe. Wakati tunajipiga vifua vyetu, ni kama hakutakuwa na kesho, ni kama hakutakuwa na mijilipiza kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ni jambo ambalo tunaloliangalia leo hii. Uwe na msimamo mwema na mzuri na uamuzi mzuri unapokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Taabu hii mfano wake haukuwepo tangu lilipokuwepo taifa, hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Bwana asifiwe. Watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Bwana asifiwe. Tazame wakati Ezekieli aliposhikwa kishungi cha nywele yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na akainuliwa na Mungu Baba, akapelekwa juu kati ya mbingu na mawingu. Bwana asifiwe. Akaambiwa, hebu tazama, penyeza ukuta utengeze nini, shimo kidogo, ujiangalie nini inafanyika ndani ya hekalu. Bwana asifiwe. Na alipofanya vile, kuna jambo aliona kule ndani ya hiyo hekalu. Bwana asifiwe. Na alipotazama akaona wana wa watu fulani, makuhani, watu wengine, ati migongo yao wameelekeza kwa madhabahu. Haleluya. Na pia huko kulikuwa na mapicha hata wanyama wasiopendeka na michoro mingine ya wanyama ambao wamepigwa marufuku na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo Mungu aliposema ni wakati wa kutakasa. Bwana asifiwe. Nafanya jambo hilo short kwa sababu kuna mambo mengine mengi nitataka kuendelea kuyahusu. Bwana asifiwe. Akawaambia, umeona hayo? Nao walinzi wa mji wale 7, kuna mmoja alikuwa na wino amebeba katika tunaweza sema ni chupa yake ya wino, na akaambiwa aende mbele akiwatia muhuri wale atakaonyeshwa watiwe muhuri. Bwana asifiwe. Nao wale wengine kutoka hiyo madhabahu waanze kutakasa au kucleanse ndani ya madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utakaso ulitoka wapi? Ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wakufa atakufa hapa hapa, wa uhai atapata uhai hapa hapa. Bwana asifiwe. Na wakaanza wakiwa na panga, wale ambao hawakutiwa muhuri. Yule mwenye wino na mwenye kuweka watu katika vipaji za uso wa wanadamu alikimbia mbio akienda akifanya marking. Bwana asifiwe. Akiwatia muhuri, huyu ni wangu, huyu ni wangu. Yule ambaye sio wake ilikuwa anapatana na upanga, wale walinda mji. Bwana asifiwe.
Siwajui, hawajui. Bwana asifiwe. Siwajui, hawajui. Bibi ni malaika wa Mungu atatumwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa hivi tunaona Mikaeli akasimama kama jemedari mkuu. Hawa ni kazi wamepewa ya kutakasa na ianze hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna watu wataanguka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu wakati wa Ezekieli alipokuwa akionyeshwa. Haleluya. Na walianguka. Na wakaenda mpaka sasa mjini, wale wametiwa muhuri, wale walinda mji wanaepa. Hawakuwagusa wale wametiwa muhuri. Wanasifiwe. Vivyo hivyo, kwa hivyo wale watabaki. Wanasifiwe. Hao already wako kwenye kitabu hiki. Wanasifiwe. Already wako kwenye kitabu hiki cha uhai. They in the book of life. Kwa sababu wamebakizwa. Wanasifiwe. Haleluya. Angalieni. Yohana Mtakatifu akasema, nikatazama, nikaangalia na nikaona kule juu mbinguni kumejaa watu wa mataifa wa kila tabaka, waliotoka katika dhiki kubwa zaidi, katika shida kubwa zaidi, na mavazi yao wameosha kwa damu ya mwana kondoo yakawa meupe. Wanasifiwe. Haleluya. Na wacha, Biblia imesema hivi, wacha wale 1144. Wanasifiwe. 144. Hawa ni watu wengine wametoka kwa mataifa. Wanasifiwe. Wako mbele ya Mwenyezi Mungu, wamebeba matari, wamebeba mitende. Wanasifiwe. Wanagosha, wanatukuza Mungu. Haleluya. Hakuna ila kuwa anagosha Mungu ambaye hajaandikwa katika kitabu cha uhai. Wanasifiwe. Danieli akaona na akasema, wacha wale 144,000 kutoka katika nyumba ya Israeli. Hawa sasa ni watu wa mataifa. Wanasifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hao tayari wamewekwa muhuri, na mavazi yao imeoshwa kwa damu ya mwana kondoo ikawa meupe. Wanasifiwe. Na wako mbele za Mwenyezi Mungu. Ndugu na dada, tuna majukumu. Wanasifiwe. Tuna majukumu ya kujisafisha, ya kujitakasisha, ya kukaa safi mbele ya Mwenyezi Mungu, na kuamua siku hii ya leo Bwana ikawe safi. Wanasifiwe. Haleluya. Akatazama na anaona, wacha wale 144. Hawa sasa ni watu wengine, na ni wengi, halaiki na halaiki ya watu. Brother and sister, utakuwa wapi? Mama, wewe utakuwa wapi? Je, miongoni mwa wale ambao wameonekana pale? Je, mimi ni miongoni mwa wale ambao wamewekwa pale? Bwana asifiwe. Ni jambo la kuogofya. Bwana asifiwe. Amen. Jemedari Mikaeli atasimama. Na kwa sababu Yohana alisema watu hao aliowaona wametoka katika shida kubwa zaidi, na shida hii ile imeonekana na Danieli eti ambao ilikuwa mbaya zaidi hata kabla ya taifa lolote lile kuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Na hapa tunaona Ezekieli naye anachukuliwa juu kwa kishungi cha nywele zake, akapelekwa kati ya mbingu na nchi, anaambopenyeza uone. Kwa hivyo madhabahu imeasiwa. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa la Mungu limeasiwa. Watu wameongoshwa. Bwana asifiwe. Amen. Tunapewa chakula kilichogoshiwa, corrupted. Bwana asifiwe. Amen. Twasema tuko katika njia ya Kristo Yesu, lakini hatupo, tuko katika hali ya kienyeji. Bwana asifiwe. Na uwezi, hapa tuliambiwa Mungu Baba hawezi kama katika kiti kimoja na shetani, na hawezi kunywa kikombe kimoja na shetani. Bwana asifiwe. Yesu Kristo alikuja kuondoa hiyo magongona watu wanatoa leo hii. Bwana asifiwe. Kule kando ya mito, kule kwa majani, kule mnajificha. Bwana asifiwe. Alikuja dada na ndugu akuondolea hiyo mizigo yote
nzito ya ng'ombe fulani ya mbuzi fulani. Bwana asifiwe. Hiki kitabu cha uhai hatuingii na ng'ombe na mbuzi. Bwana asifiwe. Hatuingii na ng'ombe na mbuzi, au alikuwa alisema au mama alisema au babu yangu alisema hivi, kuna ng'ombe nyeusi yenye makia white hapa ndio itachinjwa. Bwana asifiwe. Hakuna mahali alisema. Mimi kondoo wangu ashachinjwa. Ani Yesu Kristo. Wako sijui ni upi. Kondoo wangu ashachinjwa. Bwana asifiwe. Ani Yesu Kristo. Badala yangu akaenda badala yangu. Bwana asifiwe. Badala mimi kuumizwa ama kuchubuliwa akachubuliwa. Bwana asifiwe. And mind you, alisema yule atakaye amini. Bwana asifiwe. Yule atakaye amini. Unajua sisi usema tumeamini, lakini kule vijijini ni kama vile tumeona Ezekieli akionyeshwa. Wazee wa kanisa migongo imeaganishwa kwa madhabahu hivi, hata wana shughuli. Bwana asifiwe. Angalia wana wa fulani, angalia kuhani fulani, angalia yule vile anafanya. Bwana asifiwe. Ndani ya madhabahu tia muhuri. Hao walinda mti au wengine wasio na muhuri maliza. Kule kuna kilio. Bwana asifiwe. Kule kuna kilio. Dada, nitawarudia leo hii. Kule kuna kulia. Na niliwaambia wakati mwingine nitarudia leo, maana niliambiwa niwe nikisema. Bwana asifiwe. Kuna mahali pa kunyamaziwa. Bwana asifiwe. Kuna mahali pa kunyamaziwa. Hakuna kuongea. Na nipanda na nikapandishwa na nikaonyeshwa. Nikaonyeshwa vile kulivyo. Eti kule wanasema hata vifo ni marafiki zao. Wewe unajali nini? Wakati niliona ule kijana aitwa Kaholo, ule alikufa hivi juzi katika hali ya kujinyonga. Kwa maono nilimuokoa. Bwana asifiwe. Kwa maono mimi niliona mtoto nimemuokoa. Akienda kuanguka nikamuokoa. Wale walikuwa kule wakaanza kumuokoa juu ya nini? Huku kifo ni rafiki yetu. Bwana asifiwe. Lakini kwa maono nikamuokoa. Na akaenda zake. Lakini ikateremshwa kutoka mahali palikuwa kule mbingu zaidi. Kitu kirefu sana, ni kama mnara. Ukiangalia dunia unaiona dunia ni kitu kidogo hivi. Nilipoteremka dada na ndugu, nilikuta watu, mtu na bwana yake, hawaongei hata wazungumzi. Hali ya huko ni kama ile tu ya zamani. Mavazi sijui ni mwanzo wa kutengeneza nguo. Kumekimya. They are not yet judged. Bwana asifiwe. Ni mateso. Na mimi nilipoona na wafanya wao wanashtuka sababu hawajasikia sauti. Na ni self, ni tuseni kamoja bibi na bwana, lakini wako na tutaa. Lakini hawazungumzi. Bwana asifiwe. Amen. Ni jambo la kuogofya, hata mimi nikaona naweza kufungua mahali kama hapa. Bwana asifiwe. Awali mahali pa kula, lakini hawa wanakula nini? Haleluya. Amen. Ikawa ni jambo dada na ndugu, kitoka huko utajiuliza nini hawa walifanya? Na ule bibi na bwana na mwingine na ni kukubwa huko mahali. Nikaonyeshwa mlango wa kutoka. Singetaka tena nirudie hapo ama nikaone, lakini Mungu akanionyesha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo dada na ndugu, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kile kitabu ataokolewa. Bwana asifiwe. Ataokolewa. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wengine wale wataonekana katika kile kitabu cha uhai wataokolewa. Bwana asifiwe. Tena wengine wa hao walalao katika mavumbi, yaani wale wamekufa mavumbi ya nchi, wataamka, watafufuliwa. Bwana asifiwe. Wengine wapate uzima wa milele na milele, wengine aibu, kudharauliwa milele. Bwana asifiwe. Amen.
Nilikuwa nikitazama nikaangalia dada na ndugu katika Kristo Yesu leo hii. Tusiatazame mambo ya Mungu kama vile unasoma novel ama gazeti. Ni neno unalolichukua moja kwa moja, unalimega, unalichambua, inakuingia katika kibao cha moyo wako, eti sitasahau. Hallelujah. Kutoka katika tumbo zetu, from our bellies, kutabubujika maji yaliyo hai. Maneno ya Mungu yawe yakibubujika, maneno yaliyo hai. Yasiwe tu ni hai ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hii Bwana akaja, tutaenda wote. Na je, tukiwa pale nje tutaenda wote? Au tena tutachuju? Hallelujah. Amen. Si tupatane. Ikiwezekana Mungu akuwezeshe, nani aniwezeshe. One day, hata kama tutalala kama vumbi ya nchi, tutaamka tupate uzima wa milele na milele. Ikiwa Yesu Kristo alishuka kuzimu wakati alikufa, na anapofufuka pale makaburi yanafunguka. Bwana asifiwe. Waliolala waliamka pamoja naye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hao ni wateule wale walioamka siku hiyo na wakaonekana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Alionekana na wakaonekana. Ati walifufuka pamoja naye. Wakati kule lile linanguruma kule, jiwe linavingirishwa pale, Mwokozi atoke kaburini, naye kuna wengine huku wanatoka makaburini. Bwana asifiwe. Wakarauka na yeye. Hallelujah. Amen. Je, wewe na mimi tutalala mavumbini na tuamke na tupate uzima wa milele na milele, au tutaibishwa kabisa? Wewe pepo hii lala kabisa, hata usiamke. Bwana asifiwe. Amen. Iko wakati nikaona maono, nikamka nikamwambia Pastor Joyce, nimeona maono mabaya zaidi. Mtu fulani, sitakutaja jina lake, nimeona akivurutwa na kishetani. Anavurutwa kutoka upande huu anapeleka upande na yuko uchi. Bwana asifiwe. Ile huku ya nyama, ile uhami miguu ya ng'ombe, ndiye alikuwa kukiwa nayo, anadungwa. Anavurutwa na yuko uchi. Anapeleka upande huu na uchungu mwingi, anafikishwa huko. Huko unasikia kelele, tena baada ya muda kile kishetani kinaenda, kinamhuku tena, kinamrudisha hivi. Wakati mmoja tena nikaona mara tatu ameshikwa mguu, amevurutwa huku chini. Na kikao kinanitafuta pale mimi niko, lakini kama pale niko nilikuwa naomba. Sababu nilijua ni nani. Niliamka asubuhi na mapema nikamwambia Joyce, ni lazima unipeleke, pendo usipende utanipeleka. Yeye akakubali, tukaenda huko. Huyo mtu tulimpata. Huyo mtu tukampata. Siku tatu hajaamka. Bwana asifiwe. Amen. Siku tatu hajaamka kitandani. Na akatuambia sijaamka. Wale tulipata pale akasema hajaamka, hata anasaidiwa kupika na kula. Lakini tulipata kuomba, na yule mtu akapona, tukashukuru Mungu. Na alipona pale. Bwana asifiwe. Kwa ajili Mungu alionyeshana. Bwana asifiwe. Na tukaacha akiwa mzima, na akatupikia yeye mwenyewe ambaye hajapika siku tatu, alitupikia chai tukanywa. Bwana asifiwe. Amen. Na tukawa wa kufurahia. Kwa hivyo mambo mengine unapoona dada na ndugu akiendelea, jiulize swali 1, 2, 3, ni kwa nini mambo haya yanaendelea? Usiseme Mungu ameniachilia kwa nini? Ni nini hii? Je, ni kuaibishwa? Ni kudharauliwa milele? Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Wenye hekima ile tuliambiwa tuombee hekima. Bwana asifiwe. Watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana asifiwe. Hakutakuwa na kufa, hakutakuwa na kumalizika. Bwana asifiwe. Utang'aa kama nyota milele na milele. Wenye hekima.
Kwa hivyo wewe kama uko na hekima leo hii dada na ndugu, zingatia yale nikwambia kwa leo. Bwana asifiwe. Zingatia neno la Mwenyezi Mungu, zingatia neno la Mwenyezi Mungu ukapate kuishi na uendelee na kuishi. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya uhai. Yesu Kristo mwana wa Mungu anasema, I am the way, the truth and the life. Bwana asifiwe. Mimi ndio njia ya ukweli. Bwana asifiwe. Mimi ndio njia, na yeye ndio ukweli, yeye ndio uhai. Haleluya. Asiwe uhai tu wakati wa Sunday. Asiwe tu uhai wakati wa Sunday. Wacha awe hai ndani yako siku zote uishipo. Bwana asifiwe. Nalo jina lake lizidi kuinuliwa. Amen. Akaambia hivi Danieli, lakini wewe Danieli, Danieli, yafunge maneno haya ukayatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Haleluya. Maarifa yataongezeka, yani understanding yao itaongezeka. Bwana asifiwe. Tia kitabu hiki muhuri, yafunge. Bwana asifiwe. Seal it. Bwana asifiwe. Danieli akabosili, yafunge maneno haya ukatie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Haleluya. Hata wakati wa mwisho. Bwana asifiwe. Wengi wataenda huko na huko na maarifa yataongezeka. Haleluya. Tazameni dada na ndugu, kitabu hiki kinachoonekana na Danieli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tuanze kwa njia ya urahisi, njia ya upole, tukiendelea kujitakasa na kumuomba Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Jambo hili la hekima, ufahamu na maarifa yatakikana zaidi ndani yetu. Wajua kumekuja walimu wengi siku hizi, watu ambao wanaenda huku na kule wakichanganya mambo ya Mwenyezi Mungu na mambo ya kienyeji. Na waomba wacheni mambo ya Mungu iwe ya Mungu, mambo ya dunia iwe ya dunia. Bwana asifiwe. Don't mix the two. Usichanganye mambo mawili. Bwana asifiwe. Usiachanganye. Na kama unafanya ya dunia, waache iwe ya dunia na wewe. Kama wafanya ya Mungu, acha iwe ya Mungu na wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Tofautisha mambo haya. Na niliwaambia hivi majuzi tu, maneno naliyaona na yakawa ya kushtusha. Bwana asifiwe. Na ya kushtusha mno, kwa sababu sio mambo ya kawaida. Sisi watu ambao tumefunguliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Bwana na kwa uweza wake, ili tukauone utukufu wake Mwenyezi Mungu siku za mwisho. Bwana asifiwe. Kuwa mateka wa mashetani, kuwa mateka wa dunia. Tunaambiwa dunia imefungua mdomo, kaburi imefungua mdomo, moto umefungua mdomo, tumbo imefungua mdomo, na iseme nimeshiba. Wazee kwa vijana, wake kwa wasichana, wavulana watoto wachanga, ni kumezwa wanamezwa. Bwana asifiwe. Na evil doctrines, na mafundisho ya kishetani. Haleluya. Yesu akaambia mitume, mnapoenda kule jitungeni na Mafarisayo na Masadukayo, mjiepushe na chachu zao. Hawa wanafikiri ni chachu za mikate. Ni maneno yale watakaopokezwa na kuwapindua mioyo yao. Bwana asifiwe. Ni maneno yale, hiyo ndio chachu. Leo hii dada na ndugu, unanyweshwa maji ya uzima. But the moment wewe mwenyewe umetoka hapa, unaenda unanyweshwa maji ya Maria huko nje, yametapakaa. Maji ya mvua machafu yamekanyagwa, yamenyiwa. Bwana asifiwe. Amen. Unapinduliwa tu kidogo, then unajaa na chachu. Ile chachu tunaambiwa hivi, ile unga wakati unakanda ule unga wa ngano, then ile chachu, lile donge uvimba,
Ni kweli? Inavimba. Ukiacha kwa labda mchana mzima au usiku kucha, unakuta lile donge la ngano limevimba. Hata watu wale watengezea mandazi unaelewa, au ile kaimati. Bwana asifiwe. Amen. Ile donge inavimba, inakuwa kubwa. Na vivyo hivyo unavyonenda kule na kupata church za watu wengine, tufanye hivi, tuchinje, tutende, hiyo nayo ni church nyingine inafanya unavimba. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyokuwa akifundisha. Huyu Yesu ninayezungumza kumhusu ni Yesu aishie milele na milele. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiyo njia, yeye ndiyo uhai. Bwana asifiwe. Amen. Na hapana mwingine aliye kama yeye. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wacheni niwaambie dada na ndugu, He is the loving Father. Yesu Kristo ninaponena yeye ni Bwana na Mwokozi, ni Mwokozi kweli na hakuachilii. Haleluya. Amen. Niliapo kwake yeye huja na kuniokoa. Bwana asifiwe. Amen. Ukinyamaza hata kuja, lakini nimwitapo yeye huja, na huja wakati ule ufahamu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Amen. Nishamuona, ashaniguza, nishamguza, alinikubali nimguze. Bwana asifiwe. Amen. Na akanionyesha mambo mengine ya siri zaidi. Sisemi hivyo unipende ama unifuate, na kuambia sababu ni ushuhuda wangu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na kunionyesha mambo ya siri. Bwana asifiwe. Do you know, mwambie jambo moja. Hii jambo moja leo hii. Alinipeleka akaniambia, unaona hekima ya wanadamu, angalia, wao wameweka ile ndio equator, mark ya equator katikati ya dunia, ile ndio yao. Unaona? Nimeona. Nikaangalia, akaniambia katikati ya dunia sio hapo, ndio hii. Yes, wanadamu wako na hekima, si unaona iko karibu. Ni karibu, lakini sio pale, ndio hii katikati ya dunia. Nikamuuliza, what? Nikasema, na hizi imepita pale, mimi najua pale na nyuki equator, wewe imemakiwa hivi equator. Bwana asifiwe. Sasa siku nyingine nikienda na nyuki Laikipia Airways, mimi naenda hapo najuaje sio hapa. Bwana asifiwe. Wazungu wanasimama hapo, ati anasema sasa niko Northern Hemisphere, sasa nimeenda Southern Hemisphere. Ukiweka kitu hapa hivi inaanza kuzunguka pande hii. Ukienda pande hii inaenda anti-clockwise, nikasema huko nyinyi. Mimi najua ni wapi. Bwana asifiwe. Na anapewa certificate ati amecross equator, na hata cross. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikwambia hiyo jambo kitambo sana kwa watoto wangu, niliwaambia. Niliambiwa sio hii ndio ile. Lakini hii ni hekima ya nani? Ya wanadamu. Na mimi najua. Kama ni mwerevu pia, nilikuwa najua kuja sababu ni atakuwa ngapi kimacho macho. Nafanya hivi, nafanya hivi, nafanya hivi. Bwana asifiwe. Nikajua asante Bwana. Haleluya. Na mambo mengine mengi. Bora ujiachilie kwake. Sarenda kwa Mungu, ambia hapo unaona kama nini? Sio msemo mimi usema, sarenda kwake. Bwana asifiwe. Sarenda na umpende. Na atakupenda. Na Mungu Baba atakupenda. Na Roho Mtakatifu wa Bwana atakupenda, na watatu watakuja kwako. Bwana asifiwe. Sisemi tu, nasema najua kile nasema. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Tuandikwe katika hiki kitabu. Wakati wanafunzi wako walisema tunafanya hivi, mapepo yanatutoroka. Bwana asifiwe. Tunaenda huko tunakemea mapepo yanatoroka. Tunaenda huko tunafanya hivi na hivi. Yesu aliambia, msifurahie kwa sababu ya hayo. Bwana asifiwe. Furahini kwa sababu majina yenu yatakuwa yameandikwa katika kitabu cha uhai. Bwana asifiwe. Mfurahie hivyo. Mwenda kufukuza mapepo lakini pale hatuko. Sikujui nani? Bwana asifiwe. Sikujui. Si tumetoa mapepo na jina lako. Ai na nini? Si ulikuwa unanituma nikaambia mama Wangeshi umesema.
Nani? Unajua Mungu ndiye anagorokia manabii. Wanaradha mogoroki asubuhi kwako anakuja, nina maono. Basi maandiko yamesema hivi anagorokia. Si niliwasomea siku nyingine hapa. Yeye ndiye anafanya wao wazimu kabisa. Anamwambia wewe zidi korokora tu. Zidi kusema nimekuambia na sijakwambia. Zidi kusema nimetumwa na sijatumwa. Na ni Mungu anafanya hayo yote kwa sababu anakuja kukudanganya. Bwana asifiwe. Jambo la nabii yoyote yule ni lazima litendeke. Bwana asifiwe. Ni lazima na ni sharti liwepo na ni la kweli. Bwana asifiwe. Kama alifanyiki si la kweli, unabii huo ni goshi. Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Hebu tufungue Revelation 20. Ufunuo 20. Ufunuo 20. Hebu soma kutoka hapo 11 hadi 15. Gicoka ngiona giti kia uthamaki kinene kieru, onake uria wagiikarire nayo thi ona iguru ikiurira uthio wake, gukiaga kuria ingiikara. Ningĩ ngiona aria manakua, o aria anene na aria nyinyi marukie mbere ya giti kiu kia uthamaki, na gukihingũrwo mabuku, ona rĩo ibuku rĩngĩ rĩkĩhingũrwo nĩrĩo ibuku rĩa muoyo, nao arĩa akuo magĩtuĩrwo matuĩro mao na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo mabuku-inĩ macio, o kũringana na maũndũ mao marĩa maneka. Narĩo iria rĩrĩa inene rĩkĩruta arĩa akuo arĩa marĩ thĩinĩ warĩo, nakĩo gĩkuo ona kwa ngoma ikĩruta akuo arĩa marĩ kũrĩ cio, nao magĩtuĩrwo o mũndũ o ta ũrĩa ũringaine na ciĩko ciake. Nakĩo gĩkuo ona kwa ngoma igĩikio iria rĩa mwaki thĩinĩ, kũu nĩkuo gũkua kũrĩa gwa kerĩ, o rĩo iria rĩu rĩa mwaki na mũndũ akorwo atarĩ mwandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo nĩ gũikio aikirio thĩinĩ wa iria rĩu rĩa mwaki. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana asifiwe kanisa. Kisha Yohana mtakatifu anaona jambo hili. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Bwana asifiwe. Yeye anatazama na akaona kiti kikubwa cha enzi cheupe, kisafi, kitakatifu, hakina mawaa. Bwana asifiwe. Na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake,
na mahali pao hapakuonekana. Ukiangalia jambo lile, dada na ndugu, pana utukufu wa aina fulani wa kuogofya, wa kukimbiwa. Bwana asifiwe. Eti uso wa Mwenyezi Mungu ni uso usioweza kuangalika. Bwana asifiwe. Ni uso usioweza kutazamika. Wacheni niwaambie dada na ndugu, na nimwambia niwarudie, siwaambie hivyo ndio mfurahi ama ndio mnifuate ama mnisikize. Uamuzi ni wako. Nalipandishwa nikaenda mbele yake. Bwana asifiwe. Lakini yeye yule alisimama mbele zangu ilikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa wokovu wetu. Bwana asifiwe. Unapomtazama unaona ni kama mnatoshana, lakini ukiangalia kiimo chake ni kikubwa zaidi. Bwana asifiwe. Ni mkubwa mno, ni kama jitu, ni kama, lakini ukimwangalia, nikiangalia miguu, hata mguu sio mwili wa brother ama wangu. Bwana asifiwe. Ni mkubwa zaidi, kwa sababu tunapotizama wakati anapozungumza, anazungumza ni kama yeye ako na amri, ako na authority. Bwana asifiwe. Na pale niliposimama nikatazama nyuma yake, niliona miguu ingine. Kiti kweli ni cheupe, hiyo terrestrial throne. Bwana asifiwe. Niliangalia nikaona kweli kuna. Sasa nikawacha kuwa sitaki kumuona huyu sana, yeye aliniita. Nataka kujua ile miguu ingine kwenye kile kiti ni nini. Lakini kila saa ninapomchenga najifanya nataka kuona uso. Lakini naenda kuona uso, sijui anazibwa namna gani. Bwana asifiwe. Already nimejulikana. Nia yangu ishajulikana ni nini, naona miguu nimekubaliwa, naona miguu pale hivi na nini, yule amekaa pale. Mpaka nasemaje, oye, nione tu baba uso. Bwana asifiwe. Nione tu, lakini hata dakika hii naona hiyo miguu yake ya Bwana. Hallelujah. Wacheni mchezo dada zangu na ndugu. God is real. Ni wa kweli. Na kweli kabisa. Bwana asifiwe. Na nena kuhusu niliyeona, siyesemi kile wewe umeona. Bwana asifiwe. Nilitaka kuchenga nione tu, lakini sikukubalishwa nione kitu chengine. Niliona miguu, lakini Bwana Yesu tunaangalia na uso kwa uso. Bwana asifiwe. Akaja hapa, sijui ndio describe na gani. Ni mpole. Haleluya. Ni mpole. Ana nywele zake. Nzuri kabisa. Juzi nilisikia mtu mmoja anasema Yesu Kristo ni mweusi. Hakika nilisikia kitu. Tulikuwa na Joyce. Alikuwa na ngozi kama hii yetu nyeusi. Sijui sasa okay, wacha niache kuingia hapo. Unajua mtu ana mambo yake. Unakuja kusema Bwana asifiwe. Tulikuwa tunasoma inchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu. Yohana amefunguliwa, wakubwa kwa wadogo. Wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Just imagine, wamekubaliwa, wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na yeye yule aketie juu ya kiti cha enzi ni Mungu. Bwana asifiwe. Haya, anafanya nini? Na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Sikia. Na vitabu vikafunguliwa. Wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi kikubwa ambacho inchi na mbingu zinaona zinakimbia. Bwana asifiwe.
Lakini katika kile kiti cha enzi pako na kazi leo. Pako na kazi. Bwana asifiwe. Ni lazima tusimame mbele ya kiti cha enzi. Vitabu vikafunguliwa, volumes, na kitabu kingine extra kiko. Vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Kwa hivyo katika vile vitabu vimeandikwa matendo ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Angalia ukienda kwa sako wakati unaenda kule kugoka, sivyo? Wakati unaenda kugudokera pesa, sio fungua vitabu. Hebu tuone kama umelipa ile loan ya siku ile nyingine. Si ndio? Gudoka yako inaangaliwa hapo umelipa vizuri. Hata umemaliza last month hivyo ukisawa. Mwingine anaangaliwa hivi, uweze kuwa loan. Bwana asifiwe. Na jambo hili ya vitabu ni ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Ya kila mmoja wetu. Vitabu vile vinafunguliwa. Na kingine specially ambacho ni kitabu cha uzima. Na hao wafu walihukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Wanahukumiwa. Bwana asifiwe. Na mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Dada yangu, sidhani kama au ndugu yetu tukitenda matendo mema mbele ya Mwenyezi Mungu katika kile kitabu, jina lako utalikuta pale. Bwana asifiwe. Tukitenda matendo ambayo ni maovu, wauaji, wanyang'anyi na mambo yasiyokubalika machoni mbele ya Mungu, tunaandikwa kwenye vitabu. Bwana asifiwe. Kumbukeni, nawaambia dada na ndugu, hakuna na ninakwambia dhambi ambayo haitasamehewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa sababu dhambi zetu ni nyekundu kama damu na nyingi kama mchanga wa bahari. Maandiko yametuambia hakuna dhambi ambayo haitasamehewa. Bwana asifiwe. Na Mungu haisahau. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hautasamehewa kama hautubu na haukiri. Though you hate correction. Watu wengi kwa imani tunasemaje? Kwa sababu umechukia maonyo. Unaonywa lakini you keep on going deeper. Unaona hivyo? Haka unaenda unazama. Maandiko imesema hakuna dhambi haitasamehewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwivi, na nitarudia hata leo hii, mwivi aliyesulubishwa na Kristo Yesu, dakika ile ya 11, dakika ya mwisho, aliambia mwenzake, wewe hata kusema hivyo, sisi tumetenda, lakini huyu mtu hakutenda. Hapo na point sorry, ilikuwa ni msalaba. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni uso. Sisi tumetenda, lakini huyu hakutenda, alifanya mambo mema, lakini mimi nimefanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pale msalabani huyu ndugu alikiri na akatubu. Bwana asifiwe. Lakini mwenzake pale mtuaji hataki kuelezewa, hataki kujua mambo ile inaendelea, ni kusema kama wewe ni mwana wa Mungu jitoe na ututoe sisi. Si ulikuwa kule unafufua watu na unaponya watu, mbona hapa huwezi kujitoa? Anazungumza sawa sawa na wale waliomsulubu Yesu Kristo pale msalabani. Bwana asifiwe. No, wakati ule basi tunaguna. Na wakati ule unasema sijui Mungu anataka mimi na mimi. Sijui nini Mungu ananitesa hivi. Na sio ni wewe unakuwa kama yule mwivi alisema si uniokoe na uniokoe. Bwana asifiwe. Jiokoe na uniokoe. Bwana asifiwe. Wewe ni sawa sawa na huo mwivi. Haleluya. Amen. Huyu alipolia vile alimwambia kitu kimoja, unifurahisha sana. Bwana nikumbuke. Yesu Kristo akamwambia leo hii tutakuwa nawe paradiso. Bwana asifiwe. Kwa kukiri kule dakika ile kitabu cha Ubayabili. Bwana asifiwe. Paradiso si kwa mateso. Paradiso si kwa kuaibishwa. Paradiso sio kwa aibu au fedheha.
Bwana sifa, apewe sifa. Umeingia starehe ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Basi hapa tunaona katika vile vitabu vilitolewa na wale wafu wakawa kuhukumiwa. Katika mambo hayo yaliyoandikwa katika kile kitabu, nani anaandika? Hebu jiulize dada na ndugu. Kwa hivyo wakati unatoa mtu kwenye wema wa Mungu, twende nikakuonyeshe kwa Waina, twende nikupeleke hapa kwa Murimu, mwingine akona kilemba mrefu, twende nikakufanya hivi, huyo mtu anaenda anapotea. Angalia kitabu inaandikwa. Unaona hivyo? Si ndio? Si ndio? Mbona hapa kuna ndio? Hapa kuna amen kwa nini? Wewe kumbuka hata jana ama juzi. Ishaandikwa. Ishaandikwa. Bwana asifiwe. Kwenye vitabu inaandikwa. Kwa sababu ni mambo hayo yaliyoandikwa katika kile kitabu sawa sawa na matendo yako. Ya Bwana asifiwe. Inaandikwa. Haleluya. Na kwenye hiki kitabu cha uzima, haleluya, ni uzima wa milele na milele. Haleluya. Kondoo wangu watakuja upande wa kulia, mbuzi nao wataingia upande wa kushoto. Bwana asifiwe. Jambo hilo likaendelea. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kwa hivyo bahari inatoa mauti, wale wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti pia na kuzimu zinatoa watu. Bwana asifiwe. Ni wakati wa mwisho wa hukumu. Bwana asifiwe. Everything, iwe ni wapi, iwe ni wale watu wanafanya vitu kisiri kule, wewe ukifanya mambo ya siri ama uwaji ama kufanya mambo mengine yasiyofaa mbele ya Mwenyezi Mungu, kumbe bahari siku hiyo ndio inatoa wafu wake. Bwana sifa. Wanazuka, mauti na kuzimu zinawatoa. Hivi kuna wale wamezikwa kuzimu, kuna wale wako kuzimu wamefungwa pasipokuwa na hatia. Kuzimu lazima pia itahukumiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa kila moja inatoa wafu wake, ndio waje mbele ya Mwenyezi Mungu katika kile kiti cha enzi wapokee hukumu. Bwana asifiwe. Wakahukumiwa kila mtu kadiri na matendo yake. Wale walikufa ndani ya bahari, wale walikuwa kule mauti kwa mauti na kuzimu, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Uchungu huo, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili katika lile ziwa la moto. Yaani hilo ziwa la moto. Bwana asifiwe. Kuungua, kelele, kilio, I wish I knew. Bwana asifiwe. Haleluya. I wish I knew. I wish I knew. Wewe unaungua tu. I wish I knew. I wish. Oh yeah, I wish I knew. Sasa unaangalia pale tu. Bwana asifiwe. Nani akiwa katika kile kifua cha Abrahamu. Bwana asifiwe. Anaangalia chini. Hata tone la maji. Hapa kuna mtaro mkubwa sana umechimbwa. Ule katika lile ziwa la moto, huwezi kuvuka pande hii na lazima uungue. Bwana asifiwe. Mtu mmoja aliyeitwa Hamisi alisema niliingia kule, alienda kuzimu kabla kuokoka kwake, na akapata ya kwamba ati kule kuzimu kuna kana kakizagiza aina fulani na kavumbi vumbi. Bwana asifiwe. Ilikuwa kabla yeye kuokoka, alikuwa ameingilia mambo ya ushirikina, namba baya. Bwana asifiwe. Alikuwa kule Kongo Zaire, na alifanya mambo ya ushirikina. Na huyo kijana alikuwa kijana mdogo sana kuingia kuzimu katika ziwa la Tanganyika ama Tanzania. Na huyo kijana alikuwa amefuga mapepo yake mengi sana. Alikuwa na mengi zaidi. Alikuwa na hesabu, yule alikuwa na mapepo mengi, na sitawapatia majina yao, kwenda kuwatafuta. Bwana asifiwe. Sasa walipofanya yale yote, huyo kijana alipata maarifa, lakini
alisema kule kuzimu alikuwa imefika wakati aende akaoane na pepo moja aliyekuwa kiitwa Maimuna. Bwana asifiwe. Amen. Yule pepo Maimuna alikuwa akiandika na mabarua za mapenzi yao, yanatupwa kwa choo. Hiyo ndio ilikuwa posta yake. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa posta. Lakini na wanasinye au wanasaini na damu, sio kalamu. Bwana asifiwe. Kufanyishwa kazi mbaya kule kuzimu, unaona vile kunafanywa. Bwana asifiwe. Huko ndio alikuta watu atule alikuwa anatenda mambo haya, yuko kwenye njia hii. Wewe ulikuwa ni mnyang'anyi, uko katika hii njia. Kama uliua, uko katika hii njia. Na kama ulikuwa unafanya mambo mengine yasiyofaa mbele ya Mwenyezi Mungu, kwenye kulikuwa na avenues. Bwana asifiwe. Wakuta banki wa nini, wote wako huko. Wengine ati wanachemshwa nusu, anachemshwa kwa manyungu nusu, na huko akitoka huko kule kumeungua anapigwa mafimbo. Bwana asifiwe. Ati huko ni kuzimu. Paka akalia akasema, nirudishe duniani. Bwana asifiwe. Na aliposema nirudishe duniani, Yesu Kristo alikuja akamtokezea wakiwa na bibi yake, na alisema hapo ndio mwanzo wa kuokoka kwake. Hakwenda shule ya theology. Bwana asifiwe. Huko ndio mwisho wa kuokoka kwake. Yesu Kristo akamtokezea akamwambia, siku umeendelea sana na wakati wa kuokoka kwako umewadia. Akatupiwa Bible, ilikuwa mpya. Akashtuka mno. Bwana asifiwe. Hajaona kitabu kama hiki, akasema mimi hata sijui kusoma. Akaambororo kijana Yesu Kristo, utasoma tu. Bwana asifiwe. Amen. Utasoma tu. Kuna wakati alitembelea sijui kama safari mbili, na ana describe vile alimwona huyu Yesu Kristo amemtokezea. Ati alitoka na nuru kwenye kona ya nyumba. Paka anambia bibi nipeleke choo. Mwanaume nipeleke choo, anaambia bibi yake tuandamane nipeleke choo. Bwana asifiwe. Huyu ndugu Hamisi alifanywa mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu amekuja kumuokoa wakati ufao. Hamisi kuwa haikuwa ngumu kwake kuua. Bwana asifiwe. Kuwa ilikuwa ni rahisi. Haleluya. Lakini unaona sasa yeye ameenda kuzimu, walikuwa wanahamisha mimba. Wewe mwanamke unaulizwa unataka nini mimba? Hauna wewe lipa. Tutahamisha mimba kutoka kwa mama tuende kwako. Lakini alikuwa anatuambia hivi, yeye Hamisi hata ukihamisha hiyo mimba, huyo mtoto utazaa anakaa miezi, ushamlipa. Akikaa miezi 8 hivi anakufa. Lakini ushalipa. Hamisi wanaingia kwenye hoteli. Hao hakuli kitu. Wandeni unakula kuku, unakutana yeye anakushika tumbo. Ile kuku yako inatoka kwa tumbo yako, inaingia kwake. Yeye anakunywa maji na anaeruka. Wewe unajiuliza, na nimekula kuku hafu, imeenda wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo kaseti nilitupa. Bwana asifiwe. Nilitupa nikaichoma. Haleluya. Lakini ndugu aliokoka katika pande wa Urefu kule Kongo Zaire, na pastor aliyekuwa anaitwa Machumbi ndiye alimwombea na akachoma vitu zake zote za kichawi, na mtu huyo akasimama vema na akasema, na ndiposa mimi leo hii ninahubiri. Bwana asifiwe. Yesu Kristo yuko kwa sababu alimtokezea. Bwana asifiwe. Na akamwambia wakati wako umefika mwisho. Kuzimu huku kutatapika watu. Bwana asifiwe. Watu watatoka. Bwana asifiwe. Watu watatapikwa na dunia. Nao kuzimu na mauti zilitupwa katika hiyo bahari. Bwana asifiwe. Hiyo ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, iwapo mtu yeyote, narudia, hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Yani hiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Bwana asifiwe. Ni sharti unguzwe. Bwana asifiwe. Pale hakuna ati nimepata pasi. Kwa hivyo utakaso wetu ni hapa hapa. Bwana asifiwe. Kuepuka hiyo hukumu ni hapa hapa. Kuepuka hayo mauti ni hapa hapa. Bwana asifiwe. Kuepuka kifo kile na
Unajua kuna watu wengine wamewekwa kuzimu, dada na ndugu, hivi hivi tu. Mtu tu anakuchukia, anaangalia hii familia vile imestawi, anaangalia hii familia mtu huyu vile imeendelea. Mtu anaenda anafanya mambo ya kipuzi na kwanza mambo ya uchawi, anaenda anapeleka jina lako na anatumia pesa mingi ili uonekane, yaani mnakuwa mafukara. Paka unakaa watu wengine wako hivi, baba yuko hapa, mama yuko hapa. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa najua familia moja hapa Nairobi, wote walikuwa wanafanya kazi KCC. Babake alipeleka kazi KCC. Bwana asifiwe. Lakini wakiingia kwa nyumba watu wanazibaga hivi. Mama anapika. Mama akienda kuleta chakula mezani, analeta chakula mezani. Mama akienda kuleta zake washamaliza. Mama anabaki na baba. Alafu akienda kazini pale KCC industrial area pale, baba yuko mbele na vijana wako wako nyuma hivi. Bwana asifiwe. Watu wakazungumza kuhusu hiyo familia. Na ni watu mimi najua mimi mwenyewe binafsi. Huwezi jua ni nini. Mama anasema yeye hajui. Baba yuko tu mzubao lakini anafanya kazi. Na yeye ni supervisor kule KCC. Bwana asifiwe. Ile ilikuwa pale industrial. Na ukiona hawa watu siku hizi ndio nikaanza kuwa mwerevu. Wakati nianza sasa kuwa mtu mzima na nikakanga kumbuka, wale watu ni mambo wamefanywa mambo yasiyofaa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kama sasa ningesema ningejua kule walienda, ingekuwa ni marafiki bwana, ningeenda pale na niwaambie baba okokeni. Bwana asifiwe. Ndio posa waweze kutolewa katika hili jambo ambalo limewakwaza. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sasa sijui kule walienda. Nitaka kuuliza jamaa moja niulize kule walienda, lakini tulikuwa sisi ucheka mbeleni. Bwana asifiwe. Na huyu akianza wakikaa kwa nyumba na ni watu wazima akikaa tu hivi, ukisikia mtu amefanya ujui ni nini, kesho ataenda kazi. Imagine your family. Mambo mengine dada si ugonjwa. Imagine hiyo ndio ile unasikia watu wanaongolewa, tunawafungulisha. Bwana asifiwe. Unawafungulisha. Wanafunguliwa kutoka kule kuzimu. Bwana asifiwe. Ati huyu Masihi amekuja leo hii akutangazie dada uhuru wako, ati umewadia. Wale wamefungwa korokoro zote duniani, wakati wako wa kufunguliwa kumewadia, na wakati wako wa kuokoka ni dakika hii. Bwana asifiwe. Imagine only that, just believe. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine tunalipizwa. Uambile na kondo sistangu, brother wangu uambile na kondo wako. Bwana asifiwe. Just believe. Hallelujah. Na iwapo sikiza, hukuonekana mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mtu hakuonekana katika kitabu cha uzima. Tujililieni. Bwana asifiwe. Jililie dada, jililie ndugu. Tupate leo hii kufunguliwa. Bwana asifiwe. Tupate leo hii kujinaswa na hii mitego. Tupate leo hii kuwa pamoja na Kristo Yesu tukiimba haleluya Bwana katika lile ziwa la moto ambalo watu wamekuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Namalizia hapo sasa. Yohana 1. Sichukui muda mrefu. Uniwelani tafadhali. Sichukui muda mrefu. Yohana 1. Yohana mtakatifu 1. Hebu soma tu 1 mpaka 5. Tufunge kazi. Okĩambĩrĩria rĩ, ũhoro harĩ o kuo, naguo ũhoro watũire harĩ Ngai, naguo ũhoro warĩ o Ngai. Ũcio ũhoro rĩ, nĩagĩtũire harĩ Ngai o kĩambĩrĩria, indo ciothe ikĩgĩa ciagĩire na ũndũ wake. Na kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩgĩte gĩtirĩ kĩagĩire we atarĩ ho ona kĩmwe. Thĩinĩ wake nĩkuo kwarĩ muoyo, naguo muoyo ũcio nĩguo warĩ ũtheri wa andũ. Naguo ũtheri nĩ ũtũire o ũtherete nduma-inĩ, nayo nduma ndĩaũhotire. Amen. Haya, usoma kwa Kiswahili. Nataka pia sister unisome hapo
dada Joyce, ule ako na kitabu cha Kiingereza nisomee. Soma kwa Kiswahili brother. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Amen. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Amen. Nayo nuru ya angaa gizani, wala giza Si angaa. nayo nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nani yako na English? Kuna? Hebu tusome. Chukua ni. Chukua mic tusikie. Tafadhali naomba. In the beginning was the Word, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. and the Word was God. And the Word was The same was in the beginning with God. God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen. In Him was life, and the life was the light of man. Amen. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Bwana asifiwe. Haleluya. Dada, ndugu katika Kristo Yesu, wewe uaminie kweli Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha na moyo wako, siku hii ya leo usiende nyumbani na giza. Bwana asifiwe. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Bwana asifiwe. Na huu mwanzo niwaambie na niwafungulie leo hii, hujui mwanzo huo ni nini. Bwana asifiwe. Amen. But ni mwanzo. Amen. Hata labda kabla dunia iumbwe. Bwana asifiwe. Amen. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Na unisikie vema. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Huyo mwanzo, yani huyo neno alikuwako kwa Mungu. Bwana asifiwe. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kile kilichofanyika. Hata umbo hata mmoja, hata sayari au nyota au chochote kile kiko duniani hii, hata kimoja hakikufanyika bila yeye huyo kuwepo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unajua neno hapo mwanzo kulikuwa na nani? The Word. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo alikuwa kwa Mungu neno. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo huyu neno alikuwa bado ni Mungu. Bwana asifiwe. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, in the beginning. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana asifiwe. No creation ambayo ilikuweko pasipo kuwa yeye. Hakuwa absent, alikuweko pale pale. Bwana asifiwe. Alikuwa pale na Mungu. Nikiwafungulia muone kule Yesu Kristo alitoka
kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na alikaa na Mungu. Eti hata kabla milima na maziwa haya makubwa sana na nyota na sayari ziweko. Bwana asifiwe. Na alikaa kwa Mungu kama hekima. Haleluya. Hii neno ambaye ni neno, the one. Bwana asifiwe. Na alikuwa kwa Mungu. Waweza angalia ni neno, like tunaweza sema neno lolote hapa liwe ni neno. Lakini unaona neno anakuwa hai. Bwana asifiwe. Neno anakuwemo kwa sababu anaitwa naye. Si neno lile lilikuwa naye, ni mtu yuko hai. Bwana asifiwe. Ni jambo liko hai. Bwana asifiwe. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kile kilifanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Bwana asifiwe. Ndani yake nani? Huyo neno. Ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Bwana asifiwe. Ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza nuru. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu nuru nazungumza juu yake leo hii, ambaye ndiye tuliambiwa hivi alishuka toka mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa ajili yeye alikuwa kwa Mungu. God, let's tuangalie, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Na alikuwa kule kwa Mungu, na alikaa kwa Mungu. Mambo yake yote alijishughulisha na Mungu, ambaye wakati amekuja hapa duniani, huyu nuru, Bwana asifiwe, amerudi akamuita babaye, akamuita Mungu Baba. Bwana asifiwe. Haleluya. My Father. Yeye yule ako mbinguni. Haleluya. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hao watatu ni mmoja. Haleluya. Eti huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu na vyote vilifanyika, hata umbo huu wote. Kumbukeni kuna wakati Yesu Kristo aliambia Wayahudi na kuna Wafarisayo na waandishi, akawaambia, nalifurahi sana kumwona baba yenu Abrahamu. Bwana asifiwe. Nilifurahi sana kumwona baba yenu Abrahamu. Wale wakashangaa mno. Kijana, wewe umezaliwa hapa, ni huyu mseremala mfundi wa mbao. Tumeona ukizaliwa wewe kwani uko hapa pazuri? Uliona baba yetu Abrahamu wakati gani? Bwana asifiwe. Na yeye mwenyewe amesema, nilifurahi sana nilimwona baba yenu Abrahamu. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu neno alikuwa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kabla ya umbo wowote ule kufanyika, hakuzaliwa wakati ule Mariamu anazaa. Bwana asifiwe. Na mwana atazaliwa, na jina lake ataitwa nani? Immanueli. Mungu pamoja na. Bwana asifiwe. Ndiposa tukae naye, tumguse, atuguse, atuponye, nasi tuwe wa kukoneka. Bwana asifiwe. Na lile giza liko ndani yetu, yeye mwenyewe Kristo Yesu ndio alikuja kuondoa. Giza hili hakutaka litukubike. Bwana asifiwe. Giza hili ilitaka ikuzukie wewe, inizukie mimi, izukie akina watoto na wanawake na vijana na Bwana asifiwe. Yeyote yule aminie ati na yeye ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Bwana asifiwe. Amen. Akasema, mimi ndimi njia, I'm the way, the truth, and the life. Na yeyote yule atakaye muamini atapokea uzima gani? Wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana asifiwe. Giza halikuiweza ile nuru. Bwana asifiwe. Na hata dakika hii we just believe moja kwamba hii nuru, kwa sababu ako ndani yako, ako ndani yangu. Bwana asifiwe.
giza halitatuweza. Niliwaambia mara ya kwanza pale nilipoanza, dunia imefungua mdomo, kaburi ni mdomo, mauti ni mdomo. Bwana asifiwe. Lakini inafika wakati hiyo inaambia mauti, toa watu wa hukumu. Bwana asifiwe. Na kama mwe mauti umemeza huyu pasipokuwa na sababu, huyu ataishi. Manake wale wako mavumbini, kufumba na kufumbua vile imegeuzwa na wataishi. Bwana asifiwe. Na maandiko yamesema hivi, kuna wengine watalala kabisa, lakini wengine kufumba na kufumbua miili yao itageuzwa, itoke hii ya kuoza tupewe miili isiyo ya kuoza. Bwana apewe sifa. Na tutaishi na Kristo Yesu milele na milele. Na je, nao wale ambao ni 1144 wanaonekana na Yohana Mtakatifu mbele ya kiti cha enzi, si wako kwenye vitabu? Kwa hivyo huyu nuru ndiye anakuja kung'aa ndani yako. Anaondoa ule mambo ya kienyeji, anaondoa yale mambo ya mnasema sijui ni akina nani, ni laana, ni laumu, ni lawama. Bwana asifiwe. Anakuja kukondolea hayo yote, ndiposa uanze pia wewe kung'aa. Yesu Kristo anasema hivi, wewe ndani yangu na mimi ndani yako, naye Kristo Yesu kwa Baba. Hebu niangalie basi, wewe sio ung'ao. Bwana asifiwe. Yesu akiwa ndani yako na ndani yangu, sisi wote tutang'aa. Bwana asifiwe. Sisi wote kwa kuwa tuna mwangavu fulani ndani yetu. Haleluya. Hata kosa kuonekana maisha, hata kosa kuonekana milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu anakuja kukutangazia leo hii uhuru wako umewadia, dada na ndugu. Uhuru wako umewadia. Bwana apewe sifa. Leo hii wewe uliyefungwa korokoro za dunia, Bwana asifiwe, wale wameteswa, wale wamenyanyaswa, anakuambia uhuru wako umewadia leo hii. Just believe you are free. Bwana asifiwe. Wewe amini, niko huru na uko kwa waina sirudi. Bwana asifiwe. Huko sirudi, huko sionekani. Bwana asifiwe. Haijalishi ataniona namna gani, lakini najua nuru hii, neno yuko ndani yako. Neno yuko ndani yangu. Bwana asifiwe. Na ndani yake ndipo kulikuwa nini? Uzima. Bwana asifiwe. Uzima ulikuwa ndani yake, ulikuwa nuru ya watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu neno. Bwana asifiwe. Wakati anasema ndani ya tumbo zetu kwa tunabubujika maji ya uhai, anamaanisha nini? Kama yeye sio neno, kama yeye sio uangavu, kama yeye sio uzima, ni kile anakupokeza dada. Bwana asifiwe. Ni kile anakupokeza sister, ni kile anakupokeza brother. Bwana asifiwe. Utakuwa unabubujika kutoka ndani ya tumbo yako maji ya uzima. Bwana asifiwe. Neno lililo hai. Haleluya. Eti once umesema dada na ndugu, pokea, mimi sina pesa na sina dhahabu, kile niko nacho nitakupatia. Bwana asifiwe. Unasema sawa sawa na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakwenda barabarani akipeana pesa msaada. Amka, chukua kibaridi yako ujipeleke. Bwana asifiwe. Ukajifanyie kazi yako. Umebarikiwa zaidi ya wengine. Manake nani amekuguza? Ni Mwokozi amekuguza. Ni nuru ameniguza. Bwana asifiwe. I was in darkness, lakini sasa niko in the light. Bwana asifiwe. Na hapa tunadanganywa kila wakati. Bwana asifiwe. Unatoka unazuka tu. Kijana, hata niwaambieni, unazuka kutoka katika giza, lakini mtu mwingine hapa anakuja na kukatishia na kuambia hakuna jambo hili. Bwana asifiwe. Angalia ni nani rafiki yako. Angalia ni nani anakuita. Ni Kristo. Bwana asifiwe. Mitume waliuliza, je, tutatumikia mtu au tutatumikia Mungu? Ni heri tutumikie Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ni nini? Yeye ni uzima wa milele na milele. Yeye ni nuru. Bwana asifiwe. Na unapokosa kuingia katika giza, shetani anakukimbia. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuwa anatumika hata hapa hivi leo hii, na huo ndio shetani kwako. Bwana asifiwe. Yeye anafanya usione ile nuru. Anataka kukuweka level yake. Bwana asifiwe. Usikubali kuingia katika level ya mtu. Rise you people. Bwana asifiwe. Inukeni kiwango cha huyo mtu anataka kukatilia mbali. Bwana asifiwe. Kwa sababu leo hii umepata kujua kwamba there's one. Bwana asifiwe. Na usikubali kuwa mtumwa wa mtu hata kidogo. Usikubali. Fungukeni. Muone mkono wa Mungu. Hallelujah. Just a few minutes tu. Dakika tu moja. Dada ndugu, weza kupindua maisha yako yote around kwa sababu tu ya imani yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kusema yes, I have seen the light. At the end of the tunnel there is what? There is light. Bwana asifiwe.
Ati katika pale upande ule mwingine, hapa niko, lakini upande ule mwingine niko na giza. Lakini kwa sababu ya kutokuamini kwako, giza limekugubika. Bwana asifiwe. Kila manunguniko, tuacheni kunungunika. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, roho msaidizi, nuru. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu ni nuru kwako. Na Mungu nawapende na wangazie nuru ya uso wake leo hii na hata milele. Wana wa Israeli wakasemekana kuwa ukiwabariki hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu nawapende na wangazie nuru ya uso wake leo. Amen.